الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akatupa umri, akatupa taufik, tukafikiwa na fursa kama hizi za mwaka mpya ambao kwamba tutarajia utaingia, tukaweza kukumbushana. Nilikuwa nimeandaa kuendelea na kitabu chetu cha Tuhfa katika mlango wa tarbia katika masala ya ridhaa, mama kumnyonyesha mtoto, lakini nilipoangalia kalenda nikaona kwamba leo ni tarehe 29 Dhulhijja, na hata tukiangalia kalenda yetu hapa msikitini leo ni tarehe 29 Dhulhijja, mwisho wa mwaka 1447 Hijria. Taban leo watu wataangalia mwezi, na ukionekana itakuwa kesho ni siku mpya, ni mwaka mpya katika tarehe Hijri. Matukio kama haya kwa Waislamu yatakayasipite ovyo ovyo. Kunapoingia mwaka Hijria, hata zile kalenda ambazo kwamba walimu huwa wakiandika katika kuwasomesha watoto, utakuta mpaka leo wataandika 1447 Hijria, lakini ikiwa mwezi umeonekana na kesho imekuwa ni mwezi wa Muharram, ile kalenda itabadilika, itakuwa ni 1448 Hijria. Na sisi Waislamu tunaamrishwa tuadhimishe sha'air Allah, wa man yu'adhim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub. Tarehe al-Hijri ni muhimu sana katika maisha yetu. Kwa mfano, eda la mwanamke akifiliwa, mwanamke akiatwa, anakuwa katika eda. Eda halifati tarehe ya miladi ya kizungu January, February, March, bali eda linafata tarehe Hijri. Kadhalika masala ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuingia, mwezi wa Dhulhijja kuingia, hatuangalii kalenda za kizungu, bali tunaangalia mwezi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani tunaambiwa inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah. Mwenyezi Mungu alipoumba mbingu na ardhi alijalia miezi ni 12, haibadiliki. Akajalia katika miezi 12 hii miezi minne ni ashhurul hurum, na Allah tabaraka taala ndio anachagua katika mitume anayemfadhilisha katika miezi, anaifadhilisha katika wanadamu anaofadhilisha katika sehemu anazozifadhilisha ni yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mfano, ulama wameandika katika yale masiku 10 ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni masiku matukufu sana kwa sababu ya ile Lailatul Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Ramadhani yote ni mwezi mtukufu, lakini yale masiku yale ambapo kuna Lailatul Qadr imekuwa na utukufu mkubwa sana, ndio utakuta watu wanaketi itikaf, wanatarajia Lailatul Qadr ikipita iwapate wao katika pali pazuri. Huu mwezi ambao kwamba sisi tukaliko ndani yake na haujamalizika Dhulhijja, utakuta wal fajr wa layali al-ashr, yale masiku 10 yale ambao kwamba mahujaji wanakwenda zao Arafa, ni masiku au ni kipindi kitukufu sana, na katika kipindi hichi kuna siku ya Arafa. Wale walioko kule walokwenda haji ni siku tukufu sana kwao, na sisi ambao kwamba tulikuwa hatukwenda ni siku tukufu kwetu vile vile. Ndio utakuta katika kufunga ile siku ya Arafa ilikuwa kuna malipo makubwa. Kadhalika huu mwezi Muharram ni katika ashhurul hurum, ni katika miezi ile minne mitukufu, na tuamrishwa fala tadhlimu fihinna anfusakum. Asa huu mwezi wa Muharram ambao kwamba mwezi ukiandama leo, kesho tutaingia katika mwezi wa Muharram, ni mwezi katika miezi mitukufu, na katika huu mwezi kuna siku ya Ashura. Hii siku ya Ashura ni siku kadhalika tukufu. Ndio nimeona nikumbushe nafsi yangu na tukumbushane, maana kuna watu wengine ni mpaka wajiandae mapema katika masala ya kufunga. Masala ya kufunga sio kila moja ni mwepesi. Kuna wengine waweza kutoa zaka, waweza kutoa sadaka, waweza kumsaidia mtu mwingine, lakini ikija masala ya kufunga inakuwa kwake ni kitu kizito sana, hawezi kukaa na njaa.
mpaka ajitayarishe, aangalie yale malipo atakayokuwa mwenye kuyapata katika yeye kule kufunga. Kwa hivyo utakuta kwamba ukiwa umefunga siku hii, siku ya Ashura, tukaffiru sana almadhiya, wewe ufunge siku moja, ikiwa ni masaa mfano 14, 15, 13 kulingana na miji tofauti tofauti, wewe ufunge siku moja, unafutiwa dhambi za mwaka uliotangulia wote mpaka hivi. Kwa hivyo nimeona nitumie fursa hii kukumbushana, ili kwa wale ambao kwamba ni wazito wa kufunga angalau wajitayarishe, na wakifika majumbani wawakumbushe kina mama na watoto, ili siku hii, na siku hii atukumbusha sisi kitu gani? Siku hii atukumbusha Nabii Musa alayhi salam. Nabii Musa ni katika ulul azmi min ar-rusul. Sisi tuambiwa tuangalie mitume yote, tusome tarehe zao, lakini hawa mitume wanne yataka tuiangalie tarehe yao kwamba ni tarehe kubwa sana. Nabii Ibrahim, Nabii Musa, Nabii Isa na mtume wetu Muhammad salawatullah wasalamu alayhi. Hawa mitume ambao kama ni ulul azmi min ar-rusul wana tarehe kubwa sana, na Nabii Musa alayhi salam ni moja katika mitume ambao kwamba wamekutana na mitihani mikubwa sana. Isome suratul Kahfi kwa kuiangalia vizuri, uangalie Nabii Musa alayhi salam mitihani aliyokutana nayo na mafunzo sisi tunapata katika ile suratul Kahfi. Lakini Nabii Musa ukiisoma ile tarehe yake utakuta alikuwa akisema inna ma'i ya rabbi, Mola wangu yuko na mimi. Sisi hapa tunajifundisha pia, wewe katika maisha yataka uamini kwamba Allah yuko na mimi. Utakapokuwa umeamini kwamba Allah yuko na wewe, angalia sisi tuambiwaje, inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wale wenye kumwogopa Mwenyezi Mungu na wanafanya mambo mema, wajaribu kuwa watu wema. Nabii Musa alayhi salam alikutana na mitihani mingi sana, mpaka akatamani, akaomba kwa Mwenyezi Mungu ndugu yake awe pamoja na yeye katika ile da'wa. Akatamani, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li, akaomba Mwenyezi Mungu amjalie awe ndugu yake Harun katika pamoja na yeye katika ile da'wa, sababu da'wa ni kuwafikisha watu maneno ya Mwenyezi Mungu. Nyoyo za watu nyingine zinakuwa ngumu katika kukubali maneno ya Mwenyezi Mungu. Nabii Musa alayhi salam alikutana na mitihani mingi sana kwa Banu Israili. Sasa wale ambao kwamba ni Mayahudi walipoona Nabii Musa alivyoponea, wakawa wao kadhalika wanafunga kuikumbuka ile munasaba Nabii Musa alivyoponea. Sasa mtume wetu Muhammad sallam alipotoka Makka, aliishi Makka, akatoka Makka akaja zake Madina. Afika Madina akakuta wale walioko pale wanafunga kwa sababu ya kukumbuka Nabii Musa alivyoponea. Wakasema mtume wetu sallam akasema, nahnu aula bi Musa minkum, Nabii Musa kwetu sisi ni aula kwa sababu ni mtume. Mitume wa Mwenyezi Mungu wamekuja na risala moja, ubudullah ma lakum min ilahi ghairi. Mitume wa Mwenyezi Mungu wamekuja kuambia watu muabudu Mwenyezi Mungu, hamuna mola ila Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndio kazi ya mitume wa Mwenyezi Mungu kuja kutekeleza, na kazi ya wanazuoni. Ndio kaambiwa wanazuoni ni warathatul anbiya, mawarithi wa mitume. Lam yarithu dinar wala dirham, hawakurithi pesa, lakini wamerithi hii risala. Hii ni neno la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na kama tunavyofahamu, waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal. Hakuna neno jema kama neno la kumfikishia mtu maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ayyuha ikhwan kiram, siku hii moja utakaokuwa wewe umeifunga, yukaffiru Allah dhunuba sana almadhiya bifadlillahi tabaraka taala, wafutiwa dhambi za mwaka mzima uliotangulia. Kwa hivyo ayyuha ikhwa, tufanyeni bidii sisi katika kuhui jambo kama hili. Kwa wale wenye mazoea, utakuta kama leo Jumatatu wamefunga, Alhamis watafunga, ikija Yamul Bidh ile siku nyeupe watafunga. Ni mazoea mazuri na ni tashjii mzuri.
Sisi tutakuta tuambiwa hubbiba ilayhimul iman, wamefanywa waipende ile imani, wazayyanahu fi qulubihim, wakaipamba ile imani katika nyoyo zao. Sisi pia takasa zote ile imani tuipambe katika nyoyo zetu. Tukisha kuingiza kwa kufanya mambo mema, kwa kumtii Mwenyezi Mungu, kwa kujiepusha na maovu, ile imani inakita, kwa sababu Ahlus Sunna wal Jamaa wanaamini al-imanu yazid wa yanqus, yazidu bitaa wa yanqusu bil ma'siyah. Ni kama betri utaichaji, ukiichaji itakuwa full. Ikiwa fully charged, matumizi yako yaweza kuwa ni marefu, lakini ikipungua inakuwa unaweza toka piga simu usiweze kupata simu. Kadhalika imani yazid, ukisoma Qur'ani kwa moyo mkundufu, ukajaribu kufahamu, utapata ladha ya taa. Ukitangamana na watu wema, ukajaribu kufahamu maneno ya Mwenyezi Mungu, utapata ladha ya taa. Na hii ni imani na utamu. Utamu kama unavyokula halua ukisikia tamu, na imani ina utamu. Kila ukijaribu kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, utakuta kuna utamu ambao kwamba huwezi kumwelezea mtu, ila mtu aingie katika daraja kama hiyo na level kama hiyo. Ni kama ukiwa wampenda ahli yako, wampenda mtoto wako, waipenda kazi yako, una utamu katika jambo lile. Ni mpaka mtu awe katika marhala kama ile, asikie ule utamu, ndio naye ataweza kuwa katika kiatu chako akakufahamu. Angalia, wazayyanahu fi qulubihim wa karaha ilaykumul kufra wal fusukha wal isyan. Sisi tumejaliwa tutukie ukafiri na kumwasi Mwenyezi Mungu na ushirikina. Mambo kama haya tumekuja kukatazwa. Kwa hivyo akhi al-aziz, yarhamukallah, tarehe al-hijri ni tarehe muhimu sana kwetu sisi. Angalia, sisi tuambiwa la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyya. Hijra ilikuwa iko zama za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu walitoka Makka wakaenda zao Madina. Leo sisi hakuna tena kugura ukasema mimi naenda zangu kuishi Makka, naenda zangu kuishi Madina. Ishakwisha ile nafasi ya hijra, ishakwisha kwa mfumo huu. Lakini iliyobakia ni jihad wa nia. Nijitahidi kufanya mambo mema, nitakase nia yangu kuipeleka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo la hijrata ba'da al-fath, baada fathi Makkah. Maana Waislamu waligura Makkah wakaenda zao Madina, kisha wakarudi zao Makkah, washaifutahi Makkah, kama tunavyosoma inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah, mpaka mwisho wa sura. Na ikaja ile waqul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. Wale masanamu wakavundwa katika Kaaba, sababu ilikuwa ni haki imerudi na ikafahamika. Leo hakuna tena hijra, lakini jihadi, upijaye nafsi yako. Kama unavyoona mtandao wazi, machafu mengi, machafu. Ukifungua utaona mambo ambayo kama hayafai kuyaona yako kwenye TV, kwenye simu. Kwa hivyo upigane na nafsi yako na nia yako ipeleke kwa Mwenyezi Mungu. Ndio tukaambiwa la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyya. Nikimalizia, utakuta zaka zako wewe zinakwenda kwa hauli. Unatoa zaka ikikamilika mwaka huu, mwaka unaangaliwa kwa hijria, kama nilivyozungumza masala ya zaka, masala ya miezi hii mitukufu na miezi mingine yote, masala ya mwanamke katika eda, masala ya urathi, yote haya yanajengewa kwa tarehe hijra. Na ndio maswahaba walikaa, tunataka kuandika tarehe yetu ya Kiislamu, tutafanya vipi? Kila mmoja akasema lake, kila mmoja akasema lake, tuandike jambo fulani lipotokea, jambo fulani likitokea. Lakini mwisho wakaja kukubaliana, wakati maswahaba na mtume wetu Muhammad sallallahu, wakati mtume aligura kutoka Maka kwenda Madina, basi ile ndio itaanza kuandikwa, ndio tarehe ya kwanza, tarehe moja ya hijra. Ndio kutoka hapo tuhesabu mwaka 1447 mpaka hivi sasa, tangu kufa mtume wetu Muhammad, tangu kugura mtume wetu Muhammad sallallahu. Kwa hivyo hii tarehe si tarehe ndogo, na ukilala waweza lala masaa 5, masaa 6, masaa 4,
Ukiamka wewe utaona kama umelala kidogo tu, wewe utaona kama nimelala saa 3:30, saa 4, saa 5. Asubuhi ukiamka waona ushafika saa 10, 10:15, 9:30. Lakini ukihesabu wewe umelala, mtu anaweza kusafiri akafika Dubai kwa hiyo ndege kwa hayo masaa, akasafiri akafika Dar es Salaam, akashuka akafika na nyumbani, wewe umelala bado. Na sisi kadhalika, utakuta umri wako wa miaka 60, 70 mara yashapita. Ukijiangalia una jambo gani umelifanya, pengine utakuta huna jambo kubwa umelifanya. Umri wakimbia haraka. Kwa hivyo kila siku moja inapokujia, yatakaotukue formula kama hii: ana yawmun jadid wa ala amalika shahid. Mimi ni siku mpya inkujia, na kwa amali yako mimi nashuhudia, na sitorudi tena mpaka yaumul qiyama. Kwa hivyo ile siku ikikujia, wewe ni fursa mpya, una pumzi ya kufanya ibada. Kila siku tunazika watu, kila siku nasikia ule ankufa. Kwa na mimi na wewe tuko safarini, tutakuja kuyaacha haya maisha. Kwa hivyo tushikane na kamba Mwenyezi Mungu, tuombe Mwenyezi Mungu atujalie alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum wa shukran.